Miongoni mwa wachezaji ambao ukitaja list ya wachezaji wanaofunga magoli sana utampata Keleso Makalwa, na ametua ndani ya Simba. Mkataba wa miaka 2 rasmi, chuma tayari kimeshatua zake pale Rwanda. Tayari kimeshatua zake pale nchini Rwanda kwa sasa. Kwa hiyo story kubwa ni kwamba Keleso Makalwa ametua zake nchini Rwanda, Kigali. Kilichofanyika leo ni kutambulishwa tu pale na kuanza kazi ndani ya Msimbazi. Ukiniuliza nitakwambia ni versatile, mchezaji ambaye anatumika maeneo mengi. Anatumika winga kulia, anatumika vizuri winga kushoto, anatumika kama namba 9, anatumika kama namba 10. Hizo nafasi zote anazima vizuri kabisa Keleso Makalwa. Lakini kingine ambacho faida anayo ni kwamba mwamba huyu hana status ya injury, kuumia mara kwa mara. Ni status ambaye yeye kwake hana, lakini faida alionayo ni yule winga ambaye ana uwezo wa kutengeneza link up ya timu kuanzia katika base ya midfield na kusafirisha mipira mbele. Kwa hiyo kwangu nafikiri Simba ameongeza wigo mpana sana katika eneo la ushambuliaji ili waweze kutengeneza idadi kubwa magoli katika michuano ya kimataifa, lakini pia hata ligi ya kandanda Tanzania bara. Kumbuka Simba ana michuano mingi sana, na huenda tukaanza kumshuhudia kwenye michuano ya Sekafa Kagame kuwa dimbani dhidi ya Mogadishu club ya pale Somalia. Kwa hiyo huenda tukaanza kumuona bwana Keleso Makalwa pamoja na mwenzake ambaye ataenda kutangazwa pia. Kwa hiyo wachezaji wa Simba wameanza kushuka mdogo, wameanza kushusha vyuma. Kwa hiyo kwangu, kama unakumbuka nilikutajia mwanzo kuhusiana na Keleso, na tayari mwamba leo amemwaga wino Msimbazi. Leta maswali ndio. Pengine usajili huu unaenda kuwapa faida gani wekundu wa Msimbazi kwa maana ya safu ile ya ushambuliaji? Unaenda kuwapa faida kubwa kwa sababu Simba msimu uliopita haikufunga magoli mengi sana, na Selemani Mwalimu alipiga goli 9, lakini hakuna mtu aliofunga goli zaidi ya 10 na kitu. Kwa maana Simba ilikuwa na uhaba kwenye magoli ya kufunga. Tofauti na msimu juzi ambapo alikuwepo Fadlu Davids, Dese Mukwala alifunga goli 13. Watu walifunga magoli pale, magoli yalikuwa mengi, kila mtu alifunga. Jincha leo alifunga goli zake 15. Kwa hiyo utaona msimu juzi Simba ndio walikuwa kinara, walifunga magoli mengi sana. Lakini msimu ulioisha Simba haikufunga magoli. Simba ilikuwa na uhaba wa magoli. Kwa nini? Kwa sababu eneo la ushambuliaji hawakuwa na mshambuliaji typical number 9. Kwa maana Jonathan Soa yeye tayari alikuwa ameshaingia kwenye mgogoro na viongozi wa Simba, na wakawa wanamtumia Selemani Mwalimu katika eneo hilo, lakini mara nyingi walikuwa wanacheza na Elim Panzu kama false number 9. Ndio maana unaona magoli mengi yamefungwa na viungo pale. So kwa msimu huu wamemtumia Keleso Makalwa ambaye yeye pia ni connector mzuri, kwa maana ni destroyer, pia ni mharibu mipango wa timu ya timu pinzani, kwa maana ana uwezo wa kufunga, ana uwezo wa kuassist pia, lakini pia ana uwezo wa kupiga free kick. Kwa hiyo ana faida nyingi sana. Unapokuwa na base au unapokuwa na depth ya kikosi, quality, anayetoka na anaingia the same quality, ina faida kubwa sana kwenye ligi, lakini pia ina faida kubwa sana kwenye michuano ya kimataifa. Imagine labda benchi una mtu kama Keleso Makalwa, alafu ndani ameanza Anicet Ura anatoka anaingia Keleso, au Keleso anaanza nje kuna Anicet Ura, Libase Geye anaanza nje kuna mtu anaitwa Mpanzu. Unaona, na Mpanzu mwenyewe sasa hivi yule anarudi katika eneo lake, kwa sababu tayari eneo la ushambuliaji Simba pia wanashusha mnyama mwingine, na huku pia wakiwa na Selemani Mwalimu Gomez. So kwangu nafikiri Simba wameangalia zaidi kocha anataka nini, na kocha yeye mwenyewe ndo aliofanya hizi sajili. Kocha yeye mwenyewe ndo alioona kwamba nani anastahili kusajiliwa kipindi hiki, na kwa maslahi mapana ya michuano ya ligi ya mabingwa pamoja na ligi kuu, lakini zaidi kwa upande wa michuano ya CRDB na michuano mingine mingi ambayo ipo. Kwa hiyo kwangu huu ni usajili mzuri ambao umelenga zaidi maeneo ambayo yalikuwa muhimu sana: kupachika mabao, kutengeneza nafasi nyingi. Unaweza ukawa na beki nzuri sana ya kuzuia, lakini magoli kama ni machache bado inaweza ikakuwa outshine. Mfano unafungana na mpinzani wako kwa points, halafu mkienda kuangalia idadi za magoli bado mpinzani wako akakushinda, na maana wewe tayari umepotezwa. Lakini kama utaweza ku maintain na utafunga magoli mengi na bado utakuwa na uwezo wa kuzuia, wewe unaweza ukawa una nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa, kwa sababu hata kama mkiweza kutai bado nafasi yako itakuwa ni bomba ya kuweza kupata matokeo. Kwa namna ambavyo unamtazama Keleso kutokea pale South Africa, tayari ametangazwa na wekundu wa Msimbazi. Sasa hivi mpira sasa hivi unahitaji wachezaji ambao ni modern football. Je, huyu ni modern football kwa maana ya Keleso? Keleso ni modern,
modern winger ni ile aina ya mawinga ambao wanatoka pembeni, lakini wakati wa kupigia cross ana cut in. So wale mawinga wa kizamani ambao wao wakiwa na mpira wanakimbia kwenye chaki ndio wanapiga cross, kama kina Jesus Moloko yule wa Yanga, kama unakumbuka kipindi kile, kina Twisila Kisinda ambao alikuwa anatembea sana kwenye chaki. Keleso Makalo yeye ni winger, modern winger ambaye wakati ana cut in, wakati anajaribu kuvuka mstari wa kati, ndipo kasi yake inabadilika. Anaposogea kwenye eneo la mwisho, kwenye final third, ndipo ambapo tunaona mchezaji anakuwa hatari zaidi, kwa maana anaingia na cut in, anaingia ndani. Kama hajapiga mwenyewe basi anaweza akatoa pasi. Nikukumbushe tu kama umeshawahi kuangalia mchezaji kama huyu Jean Claude Girimugisha, ana tabia hiyo. Anakimbia kwenye chaki, then anapovuka mstari wa kati anakuwa hatari zaidi. Ana cut in, anapiga cross ama anafunga mwenyewe. Kwa hiyo Keleso pia yuko vizuri, kwa maana anatumia pia mguu wa kushoto kwa ajili ya kuweza kuchonganisha, lakini pia hata mguu wake wa kulia unafanya vizuri. So kwangu nafikiri kocha amezingatia, kwa sababu anamfahamu, amemshuhudia akiwa South Africa pale, amemshuhudia akiwa Mamelodi Sundowns Keleso namna ambavyo alikuwa anafanya vizuri, na amemshuhudia akiwa Chekekune. Kwa hiyo anamfahamu vizuri, na nafikiri ndo atamtumia zaidi, na ndio maana umeona wakati Simba wanapambana na Neo Maema, Neo kiasi cha pesa ambacho anakihitaji na kidimandi ni kikubwa, Steven Baka bado anapambana, anamtaka huyo Neo, kwa sababu anataka wachezaji wa South, kwa sababu wao wanakuwa wako more aggressive, na ukiachana wa aggressive wao walionao, lakini pia wachezaji wana malengo makubwa sana. Huwa wakiwa uwanjani hawafikirii kwamba kufeli, huwa always wanafikiria kufanikiwa, na ndio maana mara zote kocha huyu anajaribu kuangalia zaidi wachezaji kutokea Afrika Kusini. Keleso ataenda kuwafaa. Tutegemea akiingia moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza kwa wekundu wa Msimbazi baada ya utambulisho wake? Sioni akikaa benchi, na naona watakuwa na mpishano. Kutokana na mahitaji na game plan ya kocha. Kocha ataamua kwamba leo hii game plan ambayo ninayo, nataka winga wa aina gani? Namtaka Elim Panzu, namtaka Libase Gbe, ama namtaka Anicet Ura, ama namtaka Keleso. Kwa hiyo kutokana na game plan, kocha ndio atakayekuwa anaamua sasa leo aanze fulani atatokea bench, fulani ataingia, fulani atatokea bench, na lengo ni kuhakikisha anafanikisha malengo yake. So sioni akaenda kukaa bench. Unajua kuanza kwenye first 11 sio kwamba umefeli. Kuanza kwenye first 11 au no kukaa bench sio kwamba umefeli. Hujafeli. Issue ni kwamba game plan inazungumza nini? Hii hapa plan yangu inamtaka Libase kwa sababu ana nguvu. Timu inafanya pressing. Anacheza labda na timu ambayo iko very compact. Lazima umhitaji mtu ambaye anaweza kuunlock ile defense na kuweza kupiga mashuti ama au kutengeneza nafasi. Libase Gea anafaa katika eneo hilo. Timu inahitaji kukimbia sana. Keleso Makalo ile pale. Kwa hiyo utaona kabisa Keleso wakati timu iko inatakiwa kufanya pressing, timu inatakiwa kushambulia na kufunga magoli, Keleso lazima aanze. Kwa hiyo utaona kutakuwa una mpishano, Anicet Ura, Keleso Makalo, Libase Geye hivyo. Yaani sioni kwamba eti ataenda kuwa mchezaji wa kusubiria wenzake. Atakuwa ni mchezaji ambaye yuko tayari kuanza kwenye first 11 ama kusubiria kutokana na game plan ambayo itakuwa imepangwa. Kwa tutegemee sasa kutokana na hawa wachezaji Simba ikafanya vizuri. Sana. Kwa sababu msimu uliopita walifanya vizuri sana. Almanusura wachukua hata ubingwa wenyewe, lakini kilichokosekana ni kwamba idadi ya magoli waliokuwa wanafunga ni machache. Kama wangekuwa wanafunga magoli 3, 4, hata ukifungwa na mpinzani wako goli 2, bado utakuwa unaongoza. Kwa hiyo watu walikuwa wanakosa sana magoli. Selemani Mwalimu katika nafasi 5 anafunga 1 au afungi kabisa. Anaofa nini ndani ya Simba Selemani Mwalimu? Selemani Mwalimu anachoofa yeye sasa hivi ni silaha ya siri ya kocha Steven Baka, kwamba kocha anajua hivi sasa hivi nimeshatumia wachezaji wangu wote. Ile silaha ya siri ambayo mpinzani hajui, anaingizwa dakika 80, dakika 75 na bado alikuwa analipa. Yaani sio kwamba eti Selemani alikuwa mbaya, hakuwa mbaya, lakini ilikuwa ni ile silaha ya chini ya kwenda ya kufanya maangamizi. So bado ana faida kubwa ndani ya Simba. Super. Kimbia. Oya, maake kwanza ncheke. Mnyama kafanya balaa. Mnyama kapania. Mnyama hatanii. Mwaka mnyama hatanii ndugu zangu. Muda huu Simba Sports Club wameshusha chuma. Wameanza kushusha wachezaji wa kigeni, wachezaji wa kimataifa. Wameanza na wazawa wakamaliza, sasa wameanza na wachezaji wa kimataifa. Mnyama Simba Sports Club ameona Anicet Ura hatoshi, ameona Libase Gwe hatoshi, ameenda bondeni kwa Madiba kwa mara nyingine pale Chekekune United. Wao wanaita hivyo. Chekekune United wameenda kuchukua chuma. Winga hatari huyu
ambaye ana uwezo wa kucheza winga zote mbili. Anaweza kucheza winga ya kulia, anaweza kucheza winga ya kushoto, anaweza kucheza kama inside 10, anaweza kucheza kama namba 9. Anaitwa Keleso Makalwa. Bana, Keleso Makalwa ametua Msimbazi kwa mkataba wa miaka 2. Huyu ni mwamba ambaye alikuwa anamwaga majalo sana, mwaga sana maji akiwa na Masandawana, Mamelodi Sundowns. Amepita kule, amecheza maeneo tofauti tofauti, lakini nyota yake iling'aa sana akiwa na Masandawana, Mamelodi Sundowns. Huyu ni mtaalam Keleso Makalwa ambaye baadaye akatimka zake akaenda kucheza pale katika kikosi cha timu ya Sekekune, na katika timu hiyo ambayo mara zote amekuwa akiwapa tabu sana kina Orlando Pirates. Nini? Oya, naanza tayari, niko sawa.